la tuti'hu, usimtii huyo mtu huyo. La tuti' man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu, na akafuata matamanio ya nafsi yake. Wa kana amruhu furta, na likawa jambo lake ni lenye kuchupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usimfuate mtu huyo. Kwa hivyo ibadallah, mwezi huu ambao sisi tunauelekea, mwezi huu, mwezi wa Shaaban, ni mwezi ambao ni wakati bora wa sisi kuondosha mughafala, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuondosha mughafala kwa kukithirisha kufanya ibada katika mwezi wa Shaaban. Wa kadhalika nahan, kadhalika sisi tunalihitajia hilo ili tujiondoe katika mughafala. Mwezi huu, mwezi wa Shaaban, ni mwezi ambao sisi twahitajika kujitoa katika kughafilika ili tuweze kuingia katika mwezi wa Ramadhan na sisi tukiwa tumeepukana na mughafala. Na utaona watu wengi ambao wameghafilika mno katika mwezi wa Shaaban, mughafala wao unawavuta, wanaingia nao mpaka katika mwezi wa Ramadhan, mpaka katika mwezi wa Ramadhan wanauingia mwezi wa Ramadhan na hali ya kuwa wao wameghafilika na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ahlul ilmi kwa kuliona hili wakaziweka njia, wakataja njia ambazo muislamu atakikana kuzichukua, njia hizo atakikana kuzishika njia hizo kwa ajili ya kujiondosha na mughafala. Awwal wasaili izalati alghaflati an anfusina, njia ya mwanzo kabisa katika njia za kuondosha mughafala katika nafsi zetu sisi ili tusiwe min alghafilin, ni katika wale walioghafilika ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amewataja katika hadithi, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huwa mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao wanaghafilika na mwezi huo watu wengi, ili tusiwe miongoni mwa hao alghafilun walioghafilika na mwezi huo. Jambo la mwanzo kabisa litakalotusaidia sisi kujiokoa na huu mughafala ni ad-du'a wat-tadarru'. Ni dua, ni kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala bid-du'a, al-iqbalu ala Allah subhanahu wa ta'ala bid-du'a, kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, kumwelekea Allah kwa kumuomba dua atuondoshee mughafala. Walidhalik kana alayhi salatu wassalam, na kwa ajili hiyo, kwa ajili ya kutambua nafasi ya dua katika kuondosha mughafala katika nafsi ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yad'u rabbahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam